Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, Mheshimiwa Dr. Riziki Pembe Juma amesema kuwa vituo vya utangazaji vina nafasi kubwa katika kukuza maendeleo ya kisiasa, kiuchumi na kijamii sambamba na kulinda utamaduni wa Mzanzibari. Ameyasema hayo wakati wa ufunguzi wa semina ya siku moja kwa watendaji wa vituo vya utangazaji vya Zanzibar iliyofanyika katika ukumbi wa Zura Maisara. Amesema mabadiliko ya teknolojia ya habari na mawasiliano yameleta fursa pamoja na changamoto, hivyo kuna haja kwa wadau kuwekeza katika teknolojia za kisiasa na kuongeza ubunifu pamoja na kuwajengea uwezo wataalamu wa ndani ili kuendana na ushindani wa kitaifa na kimataifa. Sekta ya utangazaji imekuwa ikibadilika kwa kiasi kikubwa kutokana na maendeleo ya teknolojia ya habari na mawasiliano yanayoibuka mara kwa mara duniani kote. Mabadiliko haya yameleta fursa nyingi, lakini pia yameibua changamoto mpya zinazohitaji ubunifu, uwekezaji katika teknolojia za kisasa pamoja na kuwajengea uwezo wataalamu wetu wa ndani ili kuendana na ushindani wa kitaifa na kimataifa. Hivyo semina yetu hii ya leo ina lengo la kuona kwamba mnajengewa uwezo watendaji na wadau wa utangazaji katika matumizi ya teknolojia, ufikiaji wa masoko na namna ya kuzalisha maudhui bora ya utangazaji kwa lengo la kuimarisha utendaji kazi. Lakini vile vile kutilia mkazo uzalishaji wa maudhui ya ndani ili kulinda maadili, mila na tamaduni zetu na silka zetu. Lakini vile vile tutaendelea katika kuona tunaimarisha nyenzo za usimamizi wa huduma za utangazaji, ikiwa ni pamoja na kufanya mabadiliko ya sheria, kanuni na miongozo ya utangazaji ili iendane na mabadiliko ya teknolojia mpya. Katika zama hizi za majukwaa ya kidijitali, kumekuwa na ushindani mkubwa katika utoaji wa huduma bora za utangazaji kitaifa na kimataifa. Kwa hivyo, ni vyema vituo vyetu vya utangazaji kuwekeza katika ubunifu wa vipindi, matumizi sahihi ya teknolojia, lakini sambamba na matumizi sahihi ya lugha sahihi na fasaha. Na lugha yenyewe ni lugha ya Kiswahili. Ukitoa za Kiingereza maana utakwenda katika mtazamo huo. Lakini matumizi sahihi pia ya lugha yetu adhimu pendwa ya Kiswahili katika kuona sasa tunafikia hiyo hatua. Lakini pia katika ubunifu, katika kufanya tafiti za kuona vipindi vinakwendaje na kuhakikisha kwamba maudhui ambayo tunayatayarisha yanakidhi mahitaji ya soko la ndani na nje ya nchi yetu. Upande wake, mwenyekiti wa Tume ya Utangazaji Suleiman Ame Khamis amewataka wamiliki wa vituo vya utangazaji kuhakikisha wanajisajili na kuwa na leseni halali za uendeshaji pamoja na kupata haki za hati miliki katika biashara zao. Utendaji wetu wa vyombo vya habari ambavyo tunavyokwenda, ambayo hii semina imetayarishwa maalumu na tume yetu ya utangazaji ili kuweza kutoa habari na kutoa maelekezo nini kifanyike katika mwendelezo wa utendaji wa vyombo vyetu katika tasnia zetu za habari. Tume ya Utangazaji Zanzibar imeamua kuandaa semina hii ya siku moja ya wadau wa utangazaji kwa lengo la kuimarisha mashirikiano na wadau wetu, kwani matokeo kama haya yanatoa fursa ya kujadili changamoto mbalimbali zinazoikumba sekta ya utangazaji sambamba na kupanga maazimio ya pamoja ya utatuzi wa changamoto hizo. Tukio hili la leo tumeamua kulifanya la kipekee ili liweze kuongezea taaluma watendaji wa vituo vya utangazaji itakayosaidia kuboresha utendaji kazi wa vituo hivyo. Ndugu mgeni rasmi, sekta ya utangazaji ni moja ya sekta za huduma za jamii nchini. Sekta hii inatoa huduma ambayo ni haki ya msingi wa raia kama ilivyotamkwa kwenye Katiba ya Zanzibar mwaka 1984, na dhima ya sekta ya utangazaji ni kutoa habari, kuelimisha na kuburudisha jamii kwa kupitia radio, television na mitandao ya kijamii. Tume ya Utangazaji Zanzibar ndiyo iliyopewa dhamana kwa mujibu wa sheria ya kusimamia sekta ya utangazaji nchini. Tume tunatoa leseni ya utangazaji, kupanga na kusimamia masafa ya utangazaji, kudhibiti shughuli za utangazaji na maadili yao ya utangazaji, sambamba na kulinda sera, usalama, mila na utamaduni wa Zanzibar usiharibiwe. Naye naibu waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, Mheshimiwa Ali Abdul Gulam amewataka wadau na waandishi wa habari kutumia ubunifu ili kujenga soko imara na endelevu nchini. Mafunzo mliopata leo yanahusiana na matumizi ya teknolojia, ukuaji wa masoko na namna ya kuzalisha maudhui bora
ya utangazaji ni miongoni wa masuala ya msingi ya kuimarisha sekta ya utangazaji ambayo wizara yetu imekuwa ikitilia mkazo zaidi. Sekta ya utangazaji nchini ni muhimu katika kuchangia maendeleo ya jamii, kiuchumi, kisiasa, kwani kupitia vituo vyenu vya utangazaji, jamii hupata taarifa sahihi, elimu na burudani. Hivyo tunapaswa kutambua kuwa maudhui bora ni yale yenye kujenga uelewa sahihi kwa jamii, kuimarisha maadili na kuchochea maendeleo. Kwa mantiki hii, uzalishaji wa maudhui bora uwe ndio kipaumbele chetu. Ndugu washiriki, nimefahamishwa kuwa kauli mbiu ya semina hii ni teknolojia ya kisasa kwa maudhui bora na masoko imara. Sisi kama serikali, ambalo na yeye tayari ameshawasilisha katika ngazi ya wizara, tunalichukua lile na tunakwenda nalo kwenye bajeti hii. Imani yetu yatakwenda kufanyika mabadiliko makubwa ili kuviwezesha online TV hizi na mambo mengine waweze kupata fursa kama ambavyo wanapata wenzetu Tanzania bara. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Hamis, lakini nyuma ya kamera ni Madina Omar.